Umekuja kufuata nini huko? Mama, nimekuja kumsaidia mdogo wangu. Mama, nimekuja kumsaidia mdogo wangu. Kwa leo hii ndio unaona mdogo wako yeye ana umuhimu, si ndio? Wakati wewe huyo ndio ambaye ulitutoroka na kutukimbia kwenda katika miji ya watu wengine ambayo hakuna kabisa tamaduni zetu. Hivyo mtoto una akili kweli wewe? Wewe mtoto una roho mbaya sana. Na tambua kwamba hili lililomkuta mdogo wako wewe ndo sababu. Laiti kama ungekubali kuolewa na Gozu, sidhani kama haya yote yangetokea. Kwa hiyo mtaalamu, yale maagizo ambayo nilikupa mimi uliamua kuyapuuzia na ukafata maagizo ya mtawala. Kwa sababu gani? La hasha mamangu, sijapuuza maagizo yako wala kukiuka masharti yoyote, lakini kumbuka kwamba yule mtawala yupo kwenye sheria kule, wanamtambua serikalini. Wewe unafikiri uso wangu ningeuweka wapi endapo tu ningekiuka masharti? Kwa hiyo mtaalamu, wewe mwanangu anavyoteseka hivi wewe unaona ni sawa tu? Sio sawa, na mimi naumia kama unavyoumia wewe, na nimekuahidi mwanao mimi nitakusaidia. Sawa. Kingine, nadhani unatambua kwamba nilikuahidi zawadi. Na vipi kuhusu zawadi yangu? Pia umeipuuzia? Sijaipuuza, na yenyewe naitaka sana, lakini sio kwa kipindi hiki. Unaona? Na nitajitahidi nimkamate Mishi kwa nguvu zangu mwenyewe. Kwa umeniahidi kwamba utamkamata Mishi kwa njia zako wewe unazozijua. Upo sahihi mama yangu, na mimi nina nia kweli ya kukusaidia. Basi mtaalamu, mimi nakutegemea. Naomba ufanye hivyo, kwa sababu mwanangu anapitia wakati mgumu sana, na mimi naumia. Sipendi kumuona mwanangu akiwa hapa chini muda wote. Mamangu, natambua hilo, ndo maana nipo hapa. Basi sawa, maana machoni mwako naona kabisa kwamba una nia ya kumsaidia mwanangu. Haya, nashukuru. Idumishwe heshima utawala wa nyoka. Idumishwe. Karibu. Mama, njoo muangalie Latifa. Karibu. Latifa ndo huyu. Yaani kama unavyomuona, hali yake haileti matumaini hata kidogo. Yaani kila kukicha ni afadhali ya jana. Afadhali hata umekuja. Maana kuna dawa hapa hii nimeiandaa. Nilikuwa nataka nimkande kande hapa. Sasa kwa kuwa umekuja mwanangu, basi naomba unisaidie kumkanda ili mimi nikachote maji. Sawa mama, haina shida. Basi sawa.
Huyu si mdoli? Hapana mdogo wangu, huyu ni Mishi. Aliingia kwenye mwili wa mdogo na alikuwa kabisa lengo lake ni kukuua wewe. Sawa dada, hivi umekuja huku kwa ajili ya kunisaidia au umekubali kuolewa na Golu? Hapana mdogo wangu, mimi nimekuja kwa ajili ya kukusaidia na sio kuolewa na Golu. Na msimamo wangu mimi upo pale pale, siwezi kuolewa na Golu. Mimi nitakaa hapa kwa siku kadhaa, kisha nitarudi nilipotoka kwa mpenzi wangu. Nadhani umenielewa sasa. Mama, hapo hapo. Umekuja kufuata nini huko? Mama, nimekuja kumsaidia mdogo wangu. Mama, nimekuja kumsaidia mdogo wangu. Kwa leo hii ndio unaona mdogo wako yeye ana umuhimu, si ndio? Wakati wewe huyo ndio ambaye ulitutoroka na kutukimbia kwenda katika miji ya watu wengine ambayo hakuna kabisa tamaduni zetu. Hivyo mtoto una akili kweli wewe? Wewe mtoto una roho mbaya sana. Na tambua kwamba hili lililomkuta mdogo wako wewe ndio sababu. Laiti kama ungekubali kuolewa na Gozi, sidhani kama haya yote yangetokea. Mama, kile mnachokitaka mimi siwezi. Siwezi kuolewa na Golu, nishasema. Nimekuambia hivi, utaolewa naye. Nilikwambia yaani huyu utaolewa naye. Utake usitake. Tambua kwamba hili jambo lina umuhimu. Wewe kuolewa na yule. Kuna kitu kitaongezeka katika familia yetu. Kuna nguvu mimi naihitaji. Wewe kwa nini unakwambishi hivi? Mama, nimesemaje? Mimi siolewi na Golu na nishasema siwezi kuolewa na Golu. Mimi kuna mtu ambaye ninamtaka, sio Golu. Mimi siwezi kuolewa na nyoka mwenzangu. Mtoto umenishinda tabia. Unaolewa na binadamu? Wewe na binadamu wapi na wapi? Tangu lini nyoka kaolewa na binadamu? Tangu lini nyoka kaolewa na binadamu? Uliwahi kuyaona wapi? Au unataka kuleta laana katika kijiji wewe? Yaani hili halijaishia hapa. Pumbavu. Mama, najua tu kuna siku utakuja unielewe. Mimi siolewi na Golu. Latifa. Umenyanyuka mwanangu? Ndio. Unajisikiaje sasa? Naendelea vizuri mama. Nashukuru sana Isi. Dada Mariam ndio alinisaidia. Haya, vipi na huyu? Huyu ni Mishi. Aliingia kwenye mwili wa Mdoi ili kumtekeleza ndugu yangu Latifa. Huyu sio Mishi. Huyu ni Mdoli na nimemwacha hapa akiwa anamhudumia Latifa. Sasa nashangaa kumkuta akiwa hapo chini. Muonekano wa huu mwili ni wa Mdoi, lakini Mishi yupo ndani ya huu mwili. Huyu ni Mishi? Ndio mama. Sawa. Mama, nilikuwa naomba umsamehe dada Mariam. Latifa, hebu naomba uniache kwanza. Nakuja. Kwa hiyo dada, itabidi ufikirie mara mbili kabla ya kutenda. Kumbuka huyu ni mama yetu. Afadhali hata tulivyokutana hapa. Sawa. Manake mguu ulikuwa unakuja kwako. Kuna nini tena kimetokea? Mishi nimemkamata bwana. Na hapa ninavyokuambia ni naye. Inawezekana vipi? Na umetumia njia gani kumkamata Mishi? Ili hadi unajua Mishi ni machachari kabisa. Isipokuwa yuko kwenye shimo zito lenye kiza kinene. Hebu nieleze, sijakuelewa hapo. Yupo kwenye shimo zito lenye kiza kivipi yani? Na maanisha Mishi yuko kwenye mwili wa mtu. Na hapa ninavyokuambia yupo nyumbani kwangu na nimemuacha amelala pale chini. Ninavyokuambia yani hajielewi. Sawa. Hapo nimekuelewa.
Kwa ulikuwa unasemaje? Safi sana. Mimi ninachotaka kwanza tumtoe Mishi katika mwili wa yule binti, kwa sababu yule binti hana makosa. Tukisema tumchukue vile vile jinsi alivyo yule binti, tuende tukamwadhibu, ina maana tutakuwa tunamwadhibu na yule binti. Yule binti hana makosa na mimi wala hana makosa katika familia yangu. Kwa sitaki ateseke yule binti. Kwanza tukamtoe katika ule mwili. Ndiyo. Baada ya hapo mimi nitajua adhabu ya kumpa. Sawa, nimekuelewa. Sasa tutumie njia gani? Tambiko au kafara? Mimi naona njia nzuri tufanye tambiko. Tambiko? Sawa, nimekuelewa. Sasa hilo tambiko tufanyie mtoni au tufanyie kwenye mti? Mimi naona mtaalamu pazuri ni kwenye mto. Okay. Sawa. Sawa, nimekuelewa. Umesema Mishi umemkamata yupo nyumbani, si ndio? Ndio. Twende tukamuone. Sawa, twende. Hivi mama, sekeseke la wewe na Damariam linaisha lini? Litaishaje kwa mfano? Litaishaje kwa mfano? Yaani hili sekeseke litaisha pindi pale Mariam atakapokubali kuolewa na Goro. Hapo. Mimi nitakuwa nina furaha sana katika hiyo siku. Tena nitagalagala uwanja mzima huu. Huku ngoma za asili zikipigwa. Baada ya hapo nitakuwa najichukulia nguvu zangu taratibu kabisa. Kisha nitakuwa mtaalamu kubwa sana. Yaani nitakuwa malkia mkubwa katika hiki kijiji. Na wana kijiji wote wataniheshimu. Pia tutakuwa tuna nguvu nyingi. Tena mimi nitakuwa nina nguvu kubwa kiasi kwamba hakuna nyoka yoyote hapa kijijini ambaye atanizidi nguvu mimi. Hizo nguvu unazosemea, yaani unazozingangania, wewe zitakusaidia nini? Latifa, wewe bado mtoto mdogo. Hayo mambo ni ya kikubwa. Tuachie sisi wenyewe wakubwa. Lakini ukija kukua, basi utaelewa maana hizo. Asa mama, mimi nilikuwa nataka yani kidogo tu ungeniambia. Wewe zitakusaidia nini? Nyamaza. Unachotakiwa kujua kitu kimoja tu, kwamba baada ya Mariam kuolewa na mfalme mtawala wa hiki kijiji, basi sisi familia yetu itakuwa ina uwezo mkubwa zaidi, uwezo ambao hakuna nyoka yoyote katika hiki kijiji ambaye anaweza kutushinda nguvu sisi. Kwa maana tutaheshimika. Jua hivyo tu basi. Yaani mama, light ungejua mpango wa Damariam, usinge hata jisumbua kuongea maneno. Ana mpango gani? Mpango wake sasa hivi, akitoka hapa akirudi huko mjini, anamchukua mwanaume wake, anakuja huko, anaenda kwa wale wazee, aunganike nao, aongee nao vizuri, wamsaidie yule mwanaume awe nyoka. Nyoko? Wewe ulikuwa na wapi binadamu akabadilishwa akawa nyoka? Hivi dada yako kachanganyikiwa Tena hasisubutu kwenda kwa wale wazee. Wale wazee hawataki kujua chochote. Yaani akisema aende kwa wale wazee akawaambie, wallahi atakuwa amenidhalilisha pakubwa sana. Yaani wale wazee hawataki kujua kabisa. Umelia mwana matatizo gani? Wewe. Huyu dada yako atakuwa analana. Huyu dada yako atakuwa analana. Yaani anataka atuletee laana katika kijiji chetu. Anataka alete laana katika familia. Uliona wapi nyoka na binadamu wakaa kitu kimoja? Ndio hivyo mama, ndo Damariam aliniambia hivi. Lakini tu usiende kunitaja. Kwa mimi sijui tukagombana huko, mimi sitaki kugombi naye. Huyu Mariam atakuwa ananiletea upumbavu. Sasa tilipu hii akiendelea kuniletea upumbavu wake huu, nitamfunga. Nitamfunga na hatakuwa na uwezo tena wa kutoka na kwenda huko mjini. Na ataolewa hataki asitaki. Tena mwambie kabisa kwenye maongezi yenu huko, huo ujinga sitaki kuusikia. Sitaki kuusikia, nasisitiza. Jamani.
maana muda mrefu nasikia hodi inapigwa huko, lakini kichwani kwangu sauti ikanijia kama vile ya mtu ambaye namfahamu. Kumbe ni wewe. Haya, nikusaidie nini? Idumishwe heshima utawala wa nyoka. Idumishwe. Mama Latifa, nimesikia kwa dadangu yuko hapa, hivyo nimekuja kumuulizia kama yupo. Umesikia dadako Mishi yuko huku? Ndio. Yaani unamaanisha ninaye mimi? Ndio. Wewe binti unanifurahisha sana. Sasa huyo Mishi ambaye unamzungumzia na mimi bado namtafuta. Na mimi huyo nilikuja kwenu. Wewe ukaniambiaje? Kwamba Mishi ameondoka, ameenda kwenye dunia nyingine, hataki kuishi kwenye dunia ya wanafiki. Kwa huyo Mishi awepo hapa kwangu, ina maana hapa ndo kwa wanafiki? Yaani namaanisha kivipi awepo kwangu? Hapa Mishi hayupo. Kwanza mimi mwenyewe bado namtafuta. Kwa inawezekana bado yuko huko kwenye dunia nyingine ambayo sio ya wanafiki. Sawa. Heshima yako mkuu wa utawala wa nyoka ajaye. Heshima yako. Vipi tena mkuu na kuona usiku wa kiza kinene huku? Unatafuta nini? Mimi niko kwenye mawindo yangu ya kila siku. Labda nikuulize wewe. Nami nipo kwenye mawindo yangu ya kila siku, na shangaa kukuona huku mtawala wangu. Hamna shida yoyote. Ni mawindo tu ya kila siku. Sawa. Hamna shida. Hamna shida. Haya.